Sisi ni Rehoboth Harvest Ministry na leo tunasoma neno la Mungu ambalo litatuendesha kwa wakati huu na tuweze kujua mapenzi ya Mungu siku ya Jumapili ya leo. Mimi ni mchungaji Reverend Dr. Joseph Karanja wa Rehoboth Harvest Ministry. Kwa hivyo ujumbe wa leo ni kwamba neno la kichwa ni kwamba mimi ndiye, I am he. Mimi ndiye. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa ujumbe wa leo, na tunaingia katika kitabu cha Injili ya Yohana 4 kuanzia mstari wa 19. Na nitasoma tu kwa haraka, na ningeomba wapenzi munisikize, sababu ujumbe huu Mungu amenifunulia kwa sasa ni ujumbe ambao ni muhimu sana kwa kanisa nyakati hizi za mwisho. Na mstari wa 19 katika Injili ya Yohana 4 inasema ya kwamba yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba yuko Yerusalemu, ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduyo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduyo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Baba, katika jina la Yesu ni asanti kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Baba, naomba Roho wako Mtakatifu aweze kutupa ufunuo na kuelewa mapenzi yako katika neno hili. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Semeni amen. Amen. Kwa hivyo wapenzi, neno la leo tunaona ya kwamba Yesu anaenda pale ambapo ni katika kile kisima ambacho ni cha Gerizimu. Na kisima hiki cha Gerizimu kilikuwa ni kisima kilichochimbwa na Yakobo. Kwa hivyo kinaitwa kisima cha Yakobo, ambacho hicho kisima watu wote katika Samaria walikuwa wanaenda kuteka maji mahali pale. Na tutaona ya kwamba, ningeweza kuguzia kidogo, hawa ni wa Samaria ambao tayari walikuwa wametoka katika ule utakatifu wa Bwana, kwa sababu ukiangalia katika neno la Mungu, wale walioshikwa na kupelekwa Babylon ilikuwa ni hawa ambayo ni familia ya Benjamin na Yuda wakiwa na Caleb. Hawa wengine walikuwa tayari wametengwa mbali, na kwa hivyo wapenzi, walikuwa wamechukuliwa na Wasamaria na kuweza kupotea katika sehemu tofauti tofauti katika ulimwengu, lakini waliosalia walikaa pale Samaria. Ningependa kuguzia sana mlima huu wa Gerizimu, na unajua ya kwamba nimekuwa nikifunza hii katika Biblia, katika Kumbukumbu ya Torati, na hata vile vile katika Agano la Kale tuliguzia tukipitia tu. Na sasa nataka ushike kwa bidii sana, kwa sababu hapa pana siri ya mambo matatu ambaye ningependa uyajue na uweze kuwa na ufunuo, uelewe kwa nini Yesu anaenda katika kile kisima, ili kuwaletea wale ukombozi na wokovu, watoke katika dini waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hapo ndipo nataka ukumbuke ya kwamba Yesu amesema mimi ndiye. Mimi ndiye, yani huyo unayesema Mesaya atakuja, mimi ndiye. Kwa hivyo wapenzi, umeona huyu mama alikuwa ameenda kuteka maji pale kisimani,
na akamkuta Yesu peke yake. Na unajua Yesu hakutaka wengine wawe pahali pale kwa sababu wangeleta pingamizi. Kwa sababu gani? Sheria za wakati ule watu walikuwa wakiabudu upande wao. Wayahudi hawakuchanganyika na Wasamaria, kwa hivyo walikuwa ni kando. Na ndipo unaona mpangilio wa Mungu, wale wafuasi wa Yesu wote walikuwa wameenda sokoni kwenda kutafuta chakula na kununua wakiwa pamoja, wakiongozwa na yule mweka hazina ambaye ni Yuda wa Iskarioti. Na wote hawakuwapo. Yesu akabaki kisimani kwa sababu yeye ndiye kisima cha uzima wa milele. Kwa hivyo alipokuwa pale alijua Wasamaria wakati yeye atasulubiwa hawataweza kupata kuingia katika ufalme wa Mungu, na walikuwa ni wana wa Ibrahimu. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati huu kuleta ukombozi kwa watu hawa wa Mungu, wasije wakaachwa bila kuzijua siri wakati Yesu atasulubiwa na kurudi mbinguni baada ya kufufuka. Kwa hivyo ndipo alienda kisimani, na unajua kisima ni uzima wa milele. Na alipokuwa pale ndipo huyu mama ambaye alikuwa na dhambi kadhaa, alikuwa ni mwanamke mzinifu, alikuwa na waume 6 ambao alikuwa tayari anao, wa mwisho huyu wa 6 alikuwa nyumbani. Na hayo mambo umeyasoma na unajua wale 5 walikuwa amewahesabu moja na kumalizana nao. Sasa wa 6 ndio alikuwa ndani, na Yesu ndio anakuwa mume wa 7 ambaye ni ukamilifu wa Bwana. Kwa hivyo ndiye anampokea Yesu. Nataka kukueleza nini hapa? Yesu ametoka Yerusalemu. Yesu amesema ya kwamba mnaabudu kile ambacho nyinyi hamjui, lakini sisi tunaabudu kile tunachojua. Hivyo Yesu anawaambia nini? Vile mumekuwa mkiabudu, mumekuwa katika hali ya zamani, hamukuelewa mambo, lakini sasa sisi wa Yerusalemu, mahali pa amani. Maana ya Yerusalemu katika roho zetu ndani ya Yerusalemu, mahali petu ndani katika siri za kiungu, katika ufalme wa Mungu, tunajua tunachoabudu. Na hicho ndicho nataka ujue siku ya leo, ni nini unachoabudu. Wewe unayenisikiza uweze kutoka katika ulimwengu wa dini, uweze kuondoka, usimame na uingie Yerusalemu ya roho yako, amani yako, ili uweze kujua wewe unaabudu nini. Na kumbuka ya kwamba Yesu amesema mimi ndiye. Kwa hivyo ukikumbuka katika kitabu cha Exodus, Kutoka, ile kitabu ya Kutoka 3 mstari wa 13 na 14, wakati Musa aliuliza Mungu, nitawaambia ni nani nikienda kwa Farao? Farao alimwambia, nenda umwambie mimi ndimi nilie, na mimi ndimi. Bwana asifiwe. I am who I am. Kwa hivyo sasa umeona jina hilo katika Exodus 3 imekuja hapa. Yesu anasema mimi ndiye, I am he, yaani huyo aliyetumana nyakati zile. Kwa hivyo tayari Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu. Kwa hivyo sasa anamwambia hakuna Mesaya mwingine mnangojea, hakuna mwingine. Na unajua hii mlima ya Gerizimu ilikuwa inaabudiwa na watu ambao walikuwa ni zile famili 10 ambazo tunaita Samaria. Na hawa familia hizi 10 walikuwa assimilated, waliweza kushindwa na kuingia kwa mataifa. Kina Mordekai wakaenda mbalimbali, kina Esther, na wengine wakaenda mbali, hata wengine wa Urusi. Mnasoma historia ya haria ambayo inatendeka kwa wakati huu, Waisraeli wakirudi nyumbani. Waisraeli walienda kila mahali, wakapotea namna hiyo. Katika mlima huu ukisoma katika kitabu cha Deuteronomy, kumbukumbu ya Torati 27, unaona ya kwamba kuanzia mstari wa 12 hapo huyo mlima wa Gerizimu, katika huo mlima wa Gerizimu, mahali pana kisima hicho cha Yakobo, hapo chini kuelekea maili kadhaa, ni kama maili 2-3 kutoka mahali ambapo Abrahamu aliweza kuishi, panaitwa Shekemu. Na ni hapo ambapo Yakobo aliishi katika Shekemu, alipotoka kwa mfalme yule ambaye Dina kulitendeka yale mambo, na ndugu yake ule anaitwa Lawi wakiwa na Simeon wakaua wengi huko, na akaenda akatoa madhabahu pale. Sasa hapo waliabudu pale kwa sababu waliamini ya kwamba hapo ndio Mungu yuko katika kisima kile. Na kwa hivyo wapenzi, na kuambia nini, kilikuwa ni kisima cha baraka. Ukisoma katika hiyo kitabu ya kumbukumbu ya Torati 27 mstari wa 12, utaona makabila 6 yaliambiwa yabariki
huo mlima, na itakuwa ni baraka kwa wale watakaoamini. Nyakati zile za Agano la Kale. Na katika kitabu hicho hicho cha Deuteronomy utaona kwanza ni kumalizia hii ya Gerizim. Gerizim ni mahali ambapo pako chini kulingana na ujuu kutoka katika level ya maji katika dunia. Utaona mahali hapo baraka hizo, na mahali hapo ambapo panaitwa Gerizim, unaona ya kwamba ukisoma Deuteronomy 11 mstari wa 29 inaeleza kuhusu mahali pale Shekemu na vile palivyo. Na kwa hivyo hata Joshua alirudia na akaongea mahali pale, kwa sababu ilikuwa lazima aweke jiwe mahali pale, ile mawe ambaye lazima aweke mahali pale katika Yoshua 8 mstari wa 33. Kwa hivyo hapo palikuwa ili wana wa Israeli wasije wakasahau yale Mungu aliwatendea. Kwa hivyo wapenzi, nataka kukuambia nini? Palikuwa ni mahali ya baraka. Lakini ijapokuwa palikuwa ni mahali ya baraka, ijapokuwa unakaa katika baraka, ijapokuwa unakaa Gerizim, lakini unaona haujazuiwa kufanya dhambi. Hata watu waliobarikiwa hawakuzuiwa kufanya dhambi. Ndio unaona mwanamke huyu Msamaria anatenda dhambi tu, hata ikiwaje ilikuwa ni mlima wa heshima, ilikuwa ni katika kisima cha heshima, ilikuwa yani ibada zao waliona ni za kweli, lakini dhambi waliandamana naye. Kwa hivyo utaona katika nyumba ya Mungu kuna watu wanaishi Gerizim, kuna watu wanakaa kule Gerizim, wanakunywa maji ya kisima chao cha Gerizim, wanasema tumebarikiwa, yani dini yao wanakaa sawa, lakini dhambi inatembea kati yao, yaani uzinifu na mambo ambayo hampendezi Mungu. Kwa hivyo ndio Yesu anamtokea, anamwambia ingawaje mko huko, nyinyi hamjui mnaabudu nini kwa sasa, kwa sababu tayari mambo yamebadilika. Huyu anasema wewe ni nabii, unaniambia mambo ya unabii ambaye sasa kwani wewe umekuja ukiwa nabii, na tuliambiwa ya kwamba kuna nabii atakuja. Na unajua Musa alikuwa ameambiwa na Mungu, nitaamsha nabii katika wana wenu nyakati hizo zikifika. Na huyu mama akasema tunangojea huyo nabii ambaye akija atatufunulia yote. Na sasa Yesu ndio anamwambia mimi ndiye. Kwa hivyo sasa Yesu anamwambia toka katika hiyo dini yenu hiyo ya kubarikiwa, na mumebarikiwa kweli, na hamnyang'anyi utajiri wenu, mutakaa nao tu, lakini uondoke uingie Yerusalemu uweze kujua kile tunaabudu, ili katika utajiri wako na maisha yako uweze kujitolea kwa Mungu na ukae katika hali nzuri. Kwa hivyo wapenzi, katika dunia tunayoishi, haijalishi utajiri uko namna gani, haijalishi unakaa dini gani na mali ulizo nazo, lakini lazima upige hatua ya kuja kwa Yesu Kristo, mahali pa amani, Jerusalem, ndani yako, ili uweze kumjua Mesaya. Ukimjua Mesaya ndani yako, unaingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu mama anaambiwa toka huko ambako baraka ziko, na hawa ni familia ya zile familia 10 za wana wa Israeli. Kwa hivyo kwa nini nasema familia 10? Kwa sababu unasikia zile 3 Benjamin wakiwa na Yuda. Huyu Caleb alikuwa ni mja kutoka katika wakwe za Musa. Kwa hivyo wapenzi, nilifunza hayo kila wakati niliwaeleza huyu alikuwa Hobabu, ambaye ni familia, ni watu hao anaitwa Caleb, ambaye jina lake lilibadilika alipoanza kutusiwa na hawa Waisraeli wakati wako jangwani. Badala ya kumuita Hobabu wakamuita mbwa, yani Caleb. Kwa jina Caleb ni kama mbwa, yani anafuata watu na yeye si wa ufalme huo. Na ndio unaona hata Joshua anakataa kumpa urithi. Ukisoma katika Joshua 14 unaona Caleb hakupewa kitu. Wakati hakupewa alilalamika, akaenda kumwambia Joshua, wakati tuliahidiwa na Musa kule jangwani, wewe unajua kabisa na ulikuwepo, nilikuwa na miaka 40 na sasa niko 85. Ile nguvu nilikuwa nayo wakati huo, hata leo ninayo hiyo nguvu. Kwa hivyo nipe mahali pangu. Na akapewa mahali palipokuwa pagumu sana, mahali Joshua alikuwa ameshindwa kushinda kwa mfalme Arphaxad, ambaye alikuwa ni mgumu sana pale katika sehemu hiyo, ambaye Rehoboam, mahali ambapo Hebron, ambaye hakuweza kushinda, na akamwambia aende akapigane hapo, akiweza kushinda basi atachukua. Na katika Hebron hiyo mfalme huyo Arphaxad alikuwa pale, palikuwa ni bagumu sana, kwa sababu unajua Caleb hakuwa na mtoto wa kike, hakuwa na mtoto wa kiume, alikuwa na kasichana kamoja tu ka kike. Kwa hivyo alitafuta yule ambaye alioa msichana wake, akaenda akampigania, naye akaweza kurithi kule Hebron. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Nakuambia ndio maana unasikia makabila mawili pale na ile 10, kwa sababu huyu ni mcha
lakini akapata baraka kwa sababu Mungu alisema Caleb atarithi nchi kwa sababu ana roho, ingawaji ana roho tofauti, lakini amesimama pamoja na Joshua na kusimama na ufalme wa Mungu wakati walitumwa kupeleleza ile nchi ya ahadi, na Musa wakiwa pale Kadesh Benea wakaingia wakapeleleza, na baada ya kurudi baada ya mwezi moja wakaja na report, nao wakasimama upande wa Mungu. Na kuambia nini mpenzi, nataka uelewe siri hii ambaye ni ya kiroho sana, ambaye ni ya ndani. Ukipiga hii hatua hautakuwa mtu wa kawaida tena, kwa sababu utajua Yesu ndani yako ni mkuu kuliko vyote ulivyo navyo na kuliko wote wa dunia hii. Kwa nini wapenzi? Wakati huu ni wakati vita ni vingi sana vya dunia. Watu wengi wanatakiwa wakufie kwa shetani. Watu wengi wanatakiwa wa shetani awe na watu wengi zaidi. Kwa hivyo kumetoka manabii wa uongo ambao wanapigana na makanisa kila upande, ili watu watoke katika ufalme, watu wakae nyumbani, watu waweze kupotea, watumiwa na shetani, warudi katika dini zao, katika gerizimu na kwingine, na tabia zao na jandi na mambo mengine ambaye haitampendeza Mungu. Na ni wakati huu nataka kuambia ya kwamba mjihadhari sana na ile mambo mnasikia ati tunaabudu katika mlima ule. Afadhali kwenda huko kuliko kukaa hapa. Tukae hapa kwa sababu tayari Mesaya yuko pamoja nasi na tunaingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu hiyo akamwambia huyu mama Msamaria, wewe umempata huyu, ndio huyu. Ukikubali kunywa maji ninayokupa wewe, hautaona kiu tena. Na huyu mama akaweza kuingiwa na kujua na kuamini. Alipoamini akaiweka nyungu yake chini, hata hakuikumbuka ile ambayo ilikuwa ya kuchota maji. Akapiga mbio mpaka kijijini, akaenda akaambia watu, njooni muone mtu aliyeniambia mambo yote niliyofanya, huyu nabii. Bwana asifiwe. Na watu wote wakaamini. Yeye akawa ni mwinjilisti wa kwanza kwenda kuhubiria watu waliokuwa wamekaa katika dini zao za kuheshimika, wakidhani ya kwamba watafaulu. Kwa hivyo wapenzi, kulikuwa na mlima mwingine ambao ulikuwa mahali pale, na mlima mwingine uliitwa Ebel. Mlima wa Ebo ulikuwa nao ni mlima wa laana, na zilikuwa zinaangaliana, mlima wa Gerizimu huko ng'ambo na mwingine huko ng'ambo ingine. Kwa hivyo mlima huu wa Ebo ulikuwa nao ni wa laana. Ukisoma katika hiyo Deuteronomy 27 mstari wa 1 mpaka wa 8, ni laana 12 ambazo zinapatikana, zote nimezifunza katika YouTube. Kwa hivyo wapenzi, katika hizo laana hao vile vile hawangeweza kuingia. Kwa sababu gani? Hawa watu wa Ebo walikuwa ni uzao wa Edom, uzao wa Edom ambao wanaitwa Horonites. Hawa ni watu wanakaa katika mapango ambao walizaliwa na uzao huu, mbegu ya Edom ambayo vile vile ilitoka ndani ya Isaka, lakini haikubarikiwa kwa sababu Edom mnajua ni Esau. Esau ndio Edom, ambao hawa watu hawangeweza kubarikiwa. Hawa wakaingia katika hizo laana, nazo vile vile waliweza kupata ukombozi, kwa sababu tutaona katika undani huo. Kwa hivyo wapenzi, wewe kama unakaa katika hiyo milima ya Ebro, wewe kama unakaa hiyo milima ya Samaria, zinaangaliana namna hii, Gerizim pamoja na Ebo, ya laana na ya kubarikiwa. Hii milima mbili ambayo unakaa ndani, hawa ni makafiri kwanza. Hawaamini, hawa makafiri wa Edom. Hawa hawaamini, lakini ni lazima watamjua Mesaya. Kwa hivyo wapenzi, ndipo habari inakuja, kwa sababu hata hao wakiwa mahali pale hawakuwa na mahali pengine pa kwenda kuchota maji. Walikuwa wanateremka pale katika kile kisima, nao waliweza kuchota maji mahali pale. Kwa sababu gani? Watoto familia 6, majina 6 ya wana wa Israeli ndio walikuwa wameambiwa walaani mlima wa Ebro, na wengine 16 wakaambiwa walaani mlima, wabariki mlima wa Gerizim. Kwa hivyo hao walikuwa wanaangaliana na kisima kilikuwa kimoja, watu makafiri na watu ambao walikuwa wamebarikiwa, watu waliokaa katika laana na watu ambao hawakuwa katika laana, walikuwa katika baraka. Lakini wakaambiwa uokovu unatoka kwa Wayahudi. Kwa nini Wayahudi? Kwa sababu Wayahudi ni wale nimekuambia makabila matatu, na hawa ndio walioenda kule Babylon. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Na hawa ndio waliendelea kupigana na vita hata wakati hekalu inatengenezwa upya. Wakati Nehemia anaenda kutengeneza hekalu, hawa ndio wanaleta vita kila wakati. Hawa watu watatu, Geshemu wakiwa na Sambarati wakiwa na Tobias. Ukisoma hiyo katika
katika kitabu cha Nehemia wa pili na vile vile 6, utaona hawa watu watatu walikuwa ni kina nani. Hawa watu watatu ni watu tofauti sana, kwa sababu Tobias alikuwa ni wa uzao wa Amonia, yani Amoni. Amoni mnajua ni uzao wa nani? Wa Lutu, ambao alizaa kutokana na watoto wake. Kwa hivyo hangekuwa katika urithi huo. Na vile vile unaona huyu ambaye ni Geshem, alikuwa nini? Alikuwa ni Mwarabu. Haleluya, Bwana asifiwe. Geshemu alikuwa Mwarabu, na Waarabu vile vile hawakuwa na urithi. Na vile vile Sanbarati alikuwa ni mtu wa Edom. Alright. Kwa hivyo hawa watu waliweza kuwa pingamizi ya ujenzi wa hekalu ya Mungu. Wakati ambapo, wapenzi, mnakaa katika dunia hii, watu ambao wanapinga kazi ya Mungu lazima wawe kina Tobias, kina Sanbarati na kina vile vile Geshem. Vile vile ukiona hawa ni watu wa vita. Lakini sasa ukiweza kuwa na wingi wa neno la Mungu ndani yako, uweze kujua ya kwamba Yesu ndiye I am who I am. Yeye ndiye huyo ambaye mnaita Mesaya, na ndiye anasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 2, ambayo Yohana alitangaza, Yohana Mbatizaji alisema ufalme wa Mungu umekaribia. Naye Yesu alipokuja akasema ufalme wa Mungu umikononi mwenu. Bwana asifiwe. Wakati utakubali, wakati utapiga hatua, utoke katika mambo ya ulimwengu, utoke katika mambo ya utajiri wako, kwa sababu Mungu hakukatazi kuwa tajiri. Katika Kristo tunapata utajiri wote in abundance, kwa wingi wa utajiri wote katika ulimwengu wa roho. Anatupatia yote kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini tukiwa katika ufalme huo, tukiingia na tujue Yesu ni Masaya, na tuingie ndani Yerusalemu, ambako ndiko kunatoka wokovu, kwa sababu sasa tumetoka Gerizim, tumetoka Ebo, haleluya, tumetoka milima ya Gerizim, tumetoka katika ulimwengu na tabia zetu na mambo yetu na laana zetu. Sasa tukaingia katika ufalme, basi tutakaa vizuri. Kumbuka siri hii, wapenzi, mambo ambayo watu hawaelewi. Mungu alimuita Musa, alipomuita Musa, na hii ndiyo siri nataka mfahamu, Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Alimuita Musa because first there was God, na Mungu alikuwa na neno, na neno lilikuwa Mungu. Kwa hivyo kwanza alimuita Musa akiwa pale katika kichaka kinachochomeka na hakichomeki. Musa akapewa siri hizi za Mesaya atakuja, akachaguliwa kwenda kuwatoa wana wa Mungu kutoka katika Misri, katika utumwa, akiwa na neno hilo kwamba kuna Mungu, kuna Yahweh ambaye ni Mungu. Na wakati alikuja na jambo hilo, alipewa kitu kinaitwa Tora, ambayo ni amri ya Mungu, ambayo ni juu ya sheria na amri za Mungu na hukumu ya Mungu. Akaambiwa hiyo, nenda ukafunze. Na wakati anakaribia kubebwa na Mungu katika tambarare ya Moabi, wakati sasa amenyamaza na yote, hataki kuambia yoyote, mbali anawafunza tu. Hata wale wazee 70 ilikuwa ni shida tu kukubali, kwa sababu aliambiwa na mkwe wake lazima wawe na wasaidizi, lakini hakuwapa siri hii, alinyamaza naye, hao akamsaidia. Nataka uelewe, tunakuja kumtafuta Mesaya, naye huyu Mesaya ambaye ni Mungu aliyeanza akaingia ndani ya Musa, akamwambia yeye, utaka mambo matatu: uwe na sheria yake, uwe na amri yake, na ujue hukumu zake. Naye Musa wakati karibu aende katika tambarare ya Moab, akampa Joshua, akaambiwa utampa Joshua, akamwekelea mikono. Ukisoma katika Hesabu 27 hapo utaona akamwekelea mikono kama hapendi. Akamwambiwa na Mungu, mpe tu sehemu ya roho uliye naye, kwa sababu Joshua hangeweza kupokea yote. Wakati mwingi hatuwezi kupokea umungu wote uwe ndani yetu. Hapana, tunapokea kiasi kile tunaweza kubeba, kile tunaweza kusimama nacho na vile tunaweza kutenda. Kwa hivyo imani yetu inakuwa vile tunavyozidi kukua na neno ndani yetu, Tora. Kwa hivyo naye Joshua wakati alikaribia kufa, pale katika Joshua 24 kuanzia hapo mstari wa 15, alisema mimi na nyumba yangu tutamwabudu Mungu huyu, nyinyi shauri yenu. Naye akawachia wale wazee ambao walikuwa wazee wakati huo, akawapa ule ujumbe ambao waliweza kupokea. Wazee walipopokea, ndipo Joshua kaaga na akaweza kuzikwa pale. Kwa hivyo wapenzi, nao wazee ilipofika wakati wao, watu walianza kufanya vile wapendavyo.
watu wakaanza kwenda na njia zao. Watu hawakuhusika na mambo ya Mungu. Wakati mumezoea Mungu, watu wanaenda na njia zao, watu hawafanyi mapenzi ya Mungu, wazee wakashindwa kuelekeza, na ndipo Mungu akainua manabii wakapokea ujumbe huo kutoka kwa wazee, wale manabii waliokubalika. Hawa manabii walipokuwa tayari wakaweza kuihubiri Injili, mpaka wa mwisho alikuwa Malakai. Wakati Malakai aliendelea kupeana habari hii njema, naye watu wakawa wasikii, Mungu hata akaweza kumwambia Malakai na manabii hawa waeneze habari kwa waume, watu wengi ambao walikuwa wanamuogopa Mungu waweze kuendelea na Injili. Ndipo unakuta watu kama kina Mathayo, watu kama kina Luka, watu kama kina Marko, wazee kama kina Yohana, hawa walipewa ujumbe huu. Na baada ya hiyo ikaachiwa kina Paulo, na kina Paulo ndio wametuletea ujumbe huu. Waliipeleka wa Korintho, wakapelekea wa Efeso, wakapelekea wa Thesalonike, nasi tunapokea habari hii, wale wanaoamini. Na hivyo wapenzi, nasi tunaipokea hii ambayo ilitoka kutoka kwa Mungu, imekuja ikipeana namna hii. Na ndio nawapa siku ya leo, nawaambia iko Masia, iko Mungu yule aliyemtokea Musa, yuko Mungu aliyeambiwa Joshua, usiangalie upande na upande, lakini nitakuwa pamoja na wewe. Na wewe ninakuambia siku ya leo, kumbuka ya kwamba kama uko Gerizim unaabudu mambo yako na unasema nimebarikiwa, naenda kwa Mungu kutafuta nini? Unaenda kutafuta Mesaya ili ukae katika ufalme wa Mungu na uweze kulindwa na nguvu za Mungu. Na kama unaishi katika mataifa kafiri haujajua Ebor, unakaa katika laana, unaona mambo yanakufuata ni mambo ya kwenu. Kuanzia leo tunayakata mambo ya Ebor katika jina la Yesu Kristo. Uanze kumuona Mungu, uanze kumuona Yesu, kwa sababu hata waliokuwa katika laana walikuwa na utajiri wao, walikuwa na mali zao. Hata wale watu wamelaaniwa huwa wana mali zao, hawalali nje, wana mashamba yao, wana mengine, lakini hawana tumaini, hawana tumaini. Wanazaa watoto wanaingia katika kila laana, wanakuwa hawana njia, hawana tumaini la Bwana. Na wale waliobarikiwa hawana tumaini vile vile, na utajiri ni mwingi. Lakini nakuambia siku ya leo, Yesu akamtokea huyu mama, akamkuta mama Msamaria, mama aliyekaa katika uzinifu, mama ambaye aliona uzinifu ni kawaida. Hakuweza, dhamiri yake ilikuwa imekufa tu, hakuweza kuamini chochote. Kwa hivyo aliamini tu dini yao ya kwamba tukiwa ile kisima ya Yakobo alitupa tuko sawa, lakini haikuwa sawa. Yesu akamwambia lazima uwe ukubali unywe maji ya uzima ambaye nitakupa mimi. Wacha haya ya kisima, ile nitakupa mimi. Wakati utakunywa maji kutoka katika kisima cha Yesu, wakati utakubali Yesu aingie ndani yako, atakuletea uhai. Na wakati utapokea uhai, ndio utakuwa na amani katika roho yake. Neno la Mungu linatuambia itafuteni amani na muilinde katika roho zenu kuliko vyote mlivyo navyo. Kupata hiyo amani ni kumpata Kristo ndani yako, kwa sababu wamesema huyu Mesaya na ndiye Kristo, na Yesu amesema mimi ndiye, I am he, mimi ndiye. Kwa hivyo huyu mama akampokea, na alipompokea maisha ikabadilika, akawa kiumbe kipya katika Kristo, akawa kiumbe kipya katika Kristo. Kama vile Wakorintho wa kwanza 5:17, akakimbia akaambia wengine jinsi alikutana na Mesaya. Je, wewe umehubiria wangapi? Wewe umeambia wangapi? Tangu ujue Mesaya, tangu Yesu afunuliwe ndani yako, umeambia wangapi? Umeeleza wangapi? Unasikiaje ukiwa ndani ya ufalme huo wa Mungu? Unajua, wakati mwingine mimi ufurahi sana nikiwa katika ufalme, kwa sababu nikiwa huko siogopi chochote, sina uoga, siogopi yoyote, kwa sababu ninajua na sina tamaa ya mali yoyote. Nafanya kazi na kile napata na jiruzuku, naambia Mungu ni asante, kwa sababu anasema kuweni watu wa kiasi, kuweni watu wa kutosheka. Sababu ukiingiwa na tamaa unaingia katika mambo ya mataifa, ndipo utaanza kuiba, ndipo utaanza ufisadi, ndipo utaanza mambo mabaya. Uwa mtu wa kutosheka. Wakati Kristo anaingia ndani yako, unakuwa na amani ndani yako. Ndani yako unajazwa na amani, kwa sababu Kristo akiwa ndani yako, yeye ni mkuu kuliko wote wa dunia hii na walio wakuu katika dunia hii. Wakristo wapenzi, wewe uko sehemu gani? Ungali unakaa Gerizim katika ile baraka yako? Je, ungali unakaa
katika Ebal, katika mlima wa laana, ukisema nililaaniwa, niliambiwa hivi. Kila wakati unajikumbusha hiyo na unakubali shetani ya kukumbushe. Siku ya leo nakuambia ukombolewe, ujue ya kwamba ya kale yamekwisha, umekuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Katika nyika hizo ambazo hazikuwa na kitu, Mungu ataleta mito ambayo itakuwa ni ya uzima katika roho yako, kama vile hata wakati wa Isaka katika Ganza kule Gezara aliweza kunyesha mvua wakati watu hawakuamini kuona mvua. Roho yako itapata amani, utapata utulivu wakati utasimama upande wa Yesu, wakati utaingia katika ufalme wa amani. Asante wapenzi, Mungu na awabariki sana, awainue kwa jambo hili, kwa neno hili la uzima siku ya leo. Jiulize katika roho yako, jiulize kwa nini unapitia mambo magumu, jiulize kwa nini mambo yanakufuata, jiulize kwa nini kila wakati wewe ndio unalia, jiulize kwa nini mambo yaliyopita yanakuja kwa ubongo wako kukukumbusha. Jiulize ni tangu lini yatakufuata, na siku zimeenda sana kuliko vile tulivyoanza. Hesabu miaka yako uone mahali umefika leo. Angalia vile Mungu amekutendea, angalia vile ameenda kukufanyia, angalia vile anaenda kukuinua. Hata kama umekuwa Ebal, hata kama umekuwa Gerizim, sasa ni siku ya kuondoka, uanze kwenda kumtafuta Kristo katika Jerusalem. Uanze kusema Mesaya, hapa nipo, hapa ndipo nilipo. Kama mwanamke yule Msamaria alienda akarudi na wengi, hakutaka kukaa peke yake, alitaka wengi waje wabarikiwe pamoja naye. Na wewe mpenzi, siku ya leo ninakuuliza, njoo hivyo ulivyo, njoo hivyo ulivyo, njoo ukifungua roho yako. Wakati tunaomba ombi hili, wacha Bwana akunenee, wacha Bwana akutendee muujiza, wacha Bwana akuinue kiwango kipya, akuambie ya kwamba leo ni siku ya Bwana. Leo ni siku ya mabadiliko. Hautakaa na ya kale tena, kwa sababu yamekwisha, na umegundua siri, umejua ya kwamba Yesu yupo na yuko pamoja nasi leo na hata milele.